Uhaligani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa hii habari tukujuze yale yaliyojiri tulokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Godwin Mawanja, ndio kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Nezia Masinde, na kwenye habari za michezo tutakuwa naye Mohamed Jamal. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Dr. Samia wataka wanaotaka kugombea nafasi mbalimbali katika uchaguzi mkuu kutoa taarifa mapema. Serikali yasisitiza kuendelea kuweka mazingira bora ya biashara na uwekezaji kuvutia wawekezaji wa kimataifa. Na katika habari za kimataifa, rais wa zamani wa Ufilipino akamatwa chini ya waranti wa ICC. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amewataka baadhi ya viongozi wa serikali za mitaa ambao nafasi zao ni za kuteuliwa na rais na wanataka kugombea uongozi kutoa taarifa mapema ili nafasi zao wapewe watu wengine. Mwandishi wetu Pendo Mangala kutoka Dodoma anatuarifu zaidi. Asante sana Pendo Mangala kwa taarifa hiyo tokea hapo Dodoma. Dr. Samia ametoa onyo hilo hii leo jijini Dodoma wakati akizungumza na wajumbe wa mkutano mkuu wa 39 wa Jumuiya ya Tawala za Mitaa Tanzania ALAT. Hatutaki pale tayari fomu zinatoka watu wote wanakimbia kwenda kuchukua fomu, na mnatuacha serikali za mitaa hazina viongozi, hazina wasimamizi. Mnabakia kujaza watu ambao hawana experience. Lakini tukijua mapema, tutatayarisha watu wa kujaza hizo nafasi, kuwapa miongozo, kuwafanyia mafunzo ili wawe tayari kukabiliana na uchaguzi. Sasa usipojisema mapema, ukija ukichukua fomu mbele, umekosa yote. Umekosa fomu, umekosa cheo. Nafasi yako utaiacha. Ukituambia mapema, umekwenda kujaribu, Pamoja na hayo, Rais Dr. Samia amemwagiza Waziri wa TAMISEMI Mohamed Mchengerwa kuwachukulia hatua wale wote wanaohusika na udanganyifu kwenye ukusanyaji wa mapato kwa kutumia risiti bandia na mifumo bandia ya ulipaji wa kodi. Mheshimiwa Waziri, kama mmewabaini hawa watu, tafadhali sana, le jicho lako la huruma hapana. Lakini wengine kama alivyosema wamethubutu kuja na risiti, lugha siku hizi risiti feki, lakini ni risiti za udanganyifu, sio risiti halisi. Awali, Waziri wa TAMISEMI Mohamed Mchengerwa amesema kuwa wamekuwa na changamoto kwa baadhi ya watendaji kufanya udanganyifu katika ukusanyaji wa mapato katika wilaya ya Meatu na jiji la Mbeya, ambapo ameelekeza wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa kufanya ufuatiliaji ili kuwachukulia hatua za kisheria mara moja. Naye mwenyekiti wa Jumuiya ya Serikali za Mitaa Murshid Ngeze amesema kuwa wamefanikiwa kufanya maboresho ya kimfumo ambayo yamesaidia kupunguza changamoto za watendaji wa serikali za mitaa. Hivi karibuni, Mheshimiwa Rais, tulibaini uwepo wa kikundi cha watu kule Meatu ambao wamekuwa wakitengeneza risiti na kugushi na kusababisha hasara kwa halmashauri. Nimewaelekeza watendaji katika eneo hili kuhakikisha kwamba wale wote wanaohusika waweze kuchukuliwa hatua mara moja. Lakini pia tulipokea taarifa kule Mbeya kutoka kwa mkurugenzi wa jiji la Mbeya, ndugu John. Aliwahi kutueleza kwamba vibanda vilivyopo katika maeneo ya halmashauri, baadhi yao waliwahi kuvikamata kuhusika na moja kwa moja na kugushi risiti. Asante sana Pendo Mangala kwa taarifa hiyo tokea hapo Dodoma. Kituo cha mikutano cha kimataifa Arusha AICC kimeingia makubaliano na mfuko wa hifadhi ya jamii PSSSF ya ujenzi wa ukumbi wa mikutano utakaobeba zaidi ya watu 5,000 kwa wakati mmoja, huku jengo zima likitarajiwa kubeba watu zaidi ya 60,000. Hazla Omar ana taarifa zaidi kutoka Arusha. Akizungumza mara baada ya kusaini makubaliano ya ujenzi wa kituo hicho, Waziri wa Maliasili na Utalii Pindi Chana anasema ukumbi huo ukikamilika wanatarajia kuleta mkutano wa dunia wa masuala ya nyuki Apimondia 2027 utakaofanyika kwa mara ya kwanza Afrika na Tanzania. Na sisi wenyewe Maliasili na Utalii ni beneficiary baada ya hii structure kukamilika. Mkutano mkubwa ambao tutaleta mkutano wa Apimondia. Apimondia ni mkutano wa masuala ya nyuki. Kwa hiyo 2027 tutakuwa na mambo makubwa sana chini ya uongozi imara wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tutakuwa tuna AFCON 2027. Tutakuwa na Apimondia 2027.
na mambo mengine mengi yanakuja. Kituo hicho cha mikutano ambacho kimepewa jina la Mount Kilimanjaro International Convention Center kinatarajiwa kujenga kwa muda wa miaka 2 na gharama ya zaidi ya trilioni 1. Tunapoenda kujengwa, tunatekeleza sera ya mambo ya nje ya diplomasia ya uchumi ya kuhakikisha kwamba Tanzania inaendelea kung'ara kimataifa. Tunakuwa vinara wa mikutano. Nadhani hivi karibuni mmeona nchi yetu imefunguka pakubwa baada ya mwanadiplomasia namba 1 Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuifungua nchi yetu kimataifa. Na tunaamini kwamba ukumbi huu utakapoenda kujengwa utakuwa the best East Central Africa, lakini vile vile utaenda kuwa na chachu kubwa, kwanza katika kuongeza zao la utalii katika nchi yetu, lakini vile vile kwenda kuifungua nchi yetu na kufanya mkoa wa Arusha uzaliwa upya. Manake uwekezaji utaongezeka na kila mtu sasa atafunguka katika kuhakikisha kwamba nchi yetu inasonga mbele na mkoa wetu wa Arusha kwa ujumla. Sisi fursa hii tuliyoipata ya kufanya kazi pamoja na AICC katika mradi wa kimkakati, kusema kweli sisi wetu ni fursa ya kipekee, kwa sababu tunaamini kwamba moja, inasaidia kutafsiri sera zetu za kiwekezaji katika mfuko, lakini pili, uwekezaji huu kwetu sisi ni ule ambao tunauita diversification, kwa maana kwamba kwa kiasi kikubwa sana tumekuwa tunawekeza katika maeneo yanayofanana kwa kiasi kikubwa sana. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda amesema watahakikisha wanatoa ushirikiano ili kufanikisha mradi huo. Na kuhakikishia ofisi yetu ya serikali ya mkoa wa Arusha itatoa kila aina ya ushirikiano kuhakikisha kwamba hakuna mkwamo kwenye mradi wa Daktari Samia Suluhu Hassan wa Samia Convention Center ndani ya mkoa wetu wa Arusha. Iwe ni usiku, iwe ni mchana, na commitment yangu iko clear na watendaji wanajua na wewe mwenyewe unafahamu. Asante sana Hasla Omar kwa taarifa hiyo tokea Arusha. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Watu wenye Ulemavu, Ridhiwani Kikwete amewataka vijana wa halaiki ambao wamechaguliwa kushiriki katika maandalizi ya uwashwaji wa mwenge wa uhuru kitaifa kuhakikisha wanakuwa mstari wa mbele kwa wazalendo wa nchi yao na kutunza na kuzilinda rasilimali za taifa. Taarifa iliyoandaliwa na Victor Masango kutoka Pwani, inasomwa na Nasi Ibrahim. Ridhiwani amesema hayo wakati alipofanya ziara kwa ajili ya kutembelea na kukagua mwenendo na maandalizi katika uwanja shirika la elimu Kibaha ambao utatumika kwa ajili ya uwashwaji wa mwenge wa uhuru kitaifa, sambamba na kuzungumza na vijana hao na kuwahimiza kuwa wavumilivu katika kipindi chote cha maandalizi. Ziara ya kuangalia maandalizi ya uwashwaji wa mbio za mwenge au uanzishaji wa mbio za mwenge ambao kitaifa inakuja kufanyika Kibaha, mkoa wa Pwani, na nimefarijika sana kuona maandalizi yanavyokwenda vizuri. Tumeona mazingira yote ya eneo ambalo utawashiwa mwenge wa uhuru, na baada ya hapo tukaenda kuona vijana wanaofanya watakaoshiriki na halaiki. Kwa kweli ni jambo moja kubwa na zuri sana, na mimi binafsi yangu kama kiongozi baada ya kupita katika maeneo hayo. Naye injinia kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Pwani Charles Kabeho, ambaye pia ni msimamizi wa ukarabati wa eneo la uwanja utakaotumika kuwashwa mwenge wa uhuru, amebainisha kwamba kwa sasa ukarabati umeshafikia 75%. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Pwani Alhaji Abubakari Kunenge amebainisha kwamba maandalizi yote kwa ajili ya kuelekea tukio la kuwashwa mwenge wa uhuru kitaifa yanaendelea vizuri katika maeneo ya miundombinu ya barabara, nishati ya umeme, maji, na kwamba hadi sasa hali ya ulinzi na usalama imeimarishwa. Tulichagua uwanja wa pale shirika la elimu Kibaha, na uwanja wenyewe unatakiwa uwe na mambo kadhaa. Kwanza lazima tuwe na pitch na uwanja wenye nyasi, inatakiwa tuwe na mzunguko runway ambapo haina tope, lakini natakiwa tuwe na maeneo ya majukwaa ambapo wananchi watakaa, tuwe na maji ya kutosha, tuwe na vyoo vya kutosha, tuhakikishe kuna umeme, kuna mwanga unapatikana. Kwa hiyo kuna mambo ya kwanza yalikuwa ni kuweka mazingira ya maandalizi ya uwanja. Maona tunajenga pale, tunajenga majukwaa, tunatengesha mitaro ya maji, kwa sababu kipindi hiki ni kipindi cha mvua na inawezekana siku hiyo mvua ikanyesha kama sasa unaona mvua imenyesha, na mmeona mvua imenyesha lakini maji yameondoka. Kwa hiyo kuna kazi kubwa ambayo imefanyika pale. Sherehe za uwashwaji rasmi wa mwenge wa uhuru kitaifa
zinatarajiwa kufanyika rasmi Aprili 2 mwaka huu katika viwanja vya shirika la elimu Kibaha vilivyopo wilaya ya Kibaha mkoa wa Pwani, ambapo viongozi mbalimbali wanatarajiwa kushiriki katika tukio hilo. Asante sana Victor Masangu kwa taarifa hiyo iliyosomwa na Nancy Ibrahim. Viongozi wa dini nchini wametakiwa kuendelea kuliombea taifa amani, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani, ili taifa liendelee kuwa kitovu cha amani na kuepuka vurugu. Taarifa zaidi na Mrisho Mapeo. Akizungumza jijini Dar es Salaam kwa niaba ya mkuu wa mkoa huo wakati wa ibada ya kumsimika askofu wa kanisa la Free Pentecost FPCT Diocese ya Pwani iliyofanyika wilayani Ilala, mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo amesema viongozi wa dini wana nafasi kubwa ya kuliombea taifa amani ili lisiingie kwenye vurugu. Aidha, Mpogolo ametumia nafasi hiyo kuwataka viongozi wa dini kuhamasisha waumini kushiriki kikamilifu kwenye uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura kwa ajili ya uchaguzi mkuu unaotarajia kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu ili kuwa na sifa za kushiriki uchaguzi. Endelee kusisitiza masuala la maadili. Taifa letu ili liweze kuendelea linahitaji maadili. Mwaka huu tunakwenda kwenye mwaka wa uchaguzi, kwa maana tunataka wote wana Dar es Salaam, wana Ilala, twendeni tukajiandikishe. Mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert John Chalamila ameendelea kusisitiza watu wote katika mkoa wake wa Dar es Salaam kwenda kujiandikisha kwenye BVR, au wale wengine ambao wanataka kuoanisha taarifa zao waende kuoanisha taarifa zao. Tarehe za kuandikisha ni kati ya tarehe 17 mpaka tarehe 23 mwezi huu. Hivi kila mwana Dar es Salaam ajitokeze kwa wingi. Kwa upande wake, askofu mpya wa kanisa la FPCT Diocese ya Pwani, mchungaji Jackson Masunga, na askofu mstaafu wa jimbo hilo, mchungaji Asante Zambi, wamehimiza amani, umoja na mshikamano kuelekea uchaguzi mkuu na kuwataka wananchi kushiriki uchaguzi huo kwa amani. Tuhimiza kwenye uchaguzi mkuu jambo kubwa sana. Tuienzi amani yetu, amani ambayo imekuwepo katika nchi yetu tangu tunajitawala. Tuienzi amani ambayo Mungu ameiwezesha katika nchi yetu, tuienzi. Na sisi kama viongozi wa kanisa tumeendelea kuwahimiza washirika wetu wahakikishe hudhuria kwenye kupiga kura, wachague viongozi ambao wanaona watafaa kwenye hii nchi, ili kusudi nchi yetu endelee kuwa na amani na utulivu kama ambavyo Mungu ametujalia miaka yote. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Serikali imeombwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya elimu ya mwaka 1978 pamoja na mapitio yake kwa lengo la kupiga marufuku matumizi ya viboko na adhabu nyingine zinazokiuka haki ya mtoto kuishi kwa ustawi wa utu. Taarifa zaidi na Rachel Chacha. Mtandao wa Elimu Tanzania TENMET kwa kushirikiana na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC wametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam leo na kueleza kuwa hatua hiyo itaongeza ulinzi wa wanafunzi na kuondoa mianya matumizi mabaya ya mamlaka dhidi yao, jambo litakalosaidia kudhibiti ukatili shuleni. Kauli hiyo imejiri kufuatia tukio la kifo cha mwanafunzi Mhoja Maduhu wa kidato cha pili katika shule ya sekondari Mwasamba wilayani Busega mkoa wa Simiyu, ambaye alifariki dunia kutokana na adhabu ya viboko. Mratibu wa kitaifa wa TENMET Martha Makala na kaimu mkurugenzi mtendaji wa LHRC wakili Fulgence Masawe wamesema ni muhimu kwa serikali kuimarisha utekelezaji wa madawati ya ulinzi na usalama kwenye shule zote ifikapo mwaka 2029, hatua itakayosaidia kuweka mfumo rasmi wa kushughulikia malalamiko ya watoto wanaokumbwa na ukatili shuleni. Tunapokuwa na sheria na miongozo zikafanywa kazi, hakuna jambo linaloshindikana kufanyika. Kwa sababu sisi tunaishi kwa kufuata sheria, kanuni na miongozo. Kwa hiyo katika kipindi hichi cha mapitio ya sheria ya elimu inavyopitiwa na kuboreshwa ili iweze kuendana na mabadiliko yaliyofanyika kwenye sera ya elimu na mafunzo toleo la 2023 pamoja na mitaala yaliyofanywa maboresho, ni kipindi ambacho sisi wadau tumekutana na kamati ya kitaifa inayokusanya maoni ya wadau kuhusu maboresho ya sheria ya elimu. Na mojawapo ya maoni tuliyotoa ni kwa habari ya ulinzi na usalama. Hii sheria ya viboko itakavyo kuwepo na ikaondolewa, inawezekana as long as tuna sheria, tuna kanuni
na miongozo ambayo itafuatwa mashuleni kutokana na mazingira. Michael Marwa ambaye ni mkurugenzi wa huduma ya simu kwa mtoto kutoka Sisema, pamoja na Neema Kitundu, mkurugenzi wa shirika la wanawake waelimishaji Afrika, wametaka hatua kali za kisheria zichukuliwe dhidi ya wote waliohusika na tukio hilo na matukio mengine yanayovunja haki ya msingi ya mtoto kuishi kama ilivyoainishwa kwenye ibara ya 14 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Shule zetu nyingi na hata ukienda nyumbani, tuseme kwenye jamii, tunatumia mbinu ya kuadhibu badala ya kuadabisha. Ukitumia mbinu ya kuadhibu, unakuwa unataka yule muhusika apate maumivu mengi na makali. Lakini ukitumia mbinu ya kuadabisha, unataka yule muhusika aliyefanya kosa aweze kuona kosa lake, kulitambua na kurekebisha. Huo ndo mfumo ambao tunataka walimu katika shule zetu za msingi na sekondari na mpaka chuo watumie, kwamba badala ya kutumia mbinu ya kuadhibu ambayo ina matokeo ya muda mfupi, tumie mbinu ya kuadabisha ambayo ina matokeo ya muda mrefu. Hakuna ushahidi wowote. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Kata ya Njombe mjini imeanzisha kampeni maalum inayolenga kupiga vita udumavu, kuongeza mapato ya halmashauri pamoja na kuhamasisha utunzaji wa mazingira katika halmashauri hiyo, ambapo lengo ni kupunguza kiwango cha udumavu. Taarifa zaidi na Ibrahim Mlele kutoka Njombe. Asante sana Ibrahim Mlele kwa taarifa hiyo tokea hapo Njombe. Akizungumza na waandishi wa habari kwa niaba ya mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Njombe, mtendaji wa kata ya Njombe mjini Enos Lupimo amesema kuwa wameamua kuanzisha kampeni hiyo ili kutoa elimu kwa wananchi wa kata ya Njombe mjini juu ya namna ya kupambana na udumavu, ambapo amesema kampeni hiyo itakuwa ikifanyika kwa vitendo na wananchi kujifunza namna ya uandaaji wa vyakula kwa ajili ya watoto wao. Ziara kwa ajili ya kutoa elimu ya kutokomeza udumavu kwa maana ya lishe. Kwa hiyo ziara hii tutapita kaya kwa kaya tukitoa elimu kwa njia ya nadharia pamoja na vitendo. Kwa hiyo tukifika kwenye mtaa X tutaenda kwenye familia ambazo zimeainishwa kwa ajili ya kutembelea. Kwa hiyo tutatembelea watoto walio chini ya miaka mitano kaya 5, na utatembelea akina mama wajawazito kaya 5. Kwa hiyo kwa habari ya lishe tutatoa elimu. Aidha amesema kuwa kampeni hiyo itajikita pia kuhamasisha wafanyabiashara kulipa kodi na ushuru kwa hiari pamoja na kuhamasisha utunzaji wa mazingira katika kata hiyo. Kwa hiyo tutapita kwenye taasisi zote, taasisi za serikali, taasisi za watu binafsi, kutoa elimu ya mazingira na utunzaji wa taka. Kwamba Njombe mjini kama tunavyofahamu tumekuwa tukifanya vizuri kwenye habari ya usafi wa mazingira mpaka tunakuwa watu wa halmashauri ya kwanza. Kwa tutakachokifanya tutatembelea mabucha, maduka tukitoa elimu ya usafi wa mazingira na namna ya watu ambavyo wanaweza wakatunza biashara zao katika mji wetu wa Njombe. Tutatoa elimu namna ya watu ambao wanahitaji kulipa mapato, kwamba wanaohitaji kupata leseni tutawapa elimu, wataweza kupata leseni zao. Lakini wanaostahili kukata ushuru mbalimbali tutahakikisha na wenyewe tunawapa elimu, wanaweza kuchangia mapato kwenye halmashauri yetu. Kuna ushuru wa 200 na ushuru zingine ambazo zinatakiwa ziweze kutolewa na wafanyabiashara. Huruma Mgekwa ni afisa elimu kata Njombe mjini amesema kampeni hiyo itahusisha pia kutembelea baadhi ya shule zilizopo ndani ya kata hiyo, ambapo amesema moja ya malengo ni kuhamasisha watoto kupata chakula bora shuleni ili kukabiliana na udumavu ndani ya kata ya Njombe mjini. Tutafuatilia wanafunzi wote waweze kula chakula shuleni siku zote za masomo. Kwenye ziara hii tunataka kuhamasisha hata siku ambazo watoto wanasoma nusu siku waweze kupata chakula shuleni. Baadhi ya watendaji kutoka mitaa ya Njombe mjini akiwemo Stanley Anthony Mgohele wameeleza namna wananchi walivyojipanga kuipokea kampeni hiyo. Tumelipokea vizuri hii kampeni ya afya, mapato na mazingira ambayo kikata tutaanzia kwenye mtaa wangu wa Mgendela. Kwa wananchi wa mtaa wa Mgendela wamepokea vizuri. Faida nzuri sana ni kubwa kwa sababu pamoja na hizo kaya ambazo tutapitia kwa maana ya walengwa watoto wa chini ya miaka 5 kaya 5 na wajawazito kaya 5, lakini bado tulipokaa na mabarozi wameomba kwamba tuwashirikishe na kaya nyingine ziweze kushiriki kwenye zoezi hilo ili nao wajifunze namna ya kuweza kutokomeza udumavu katika halmashauri ya mji Njombe. Kutoka Njombe, TVE Habari, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Asante sana Ibrahim Mlele kwa taarifa hiyo tokea hapo Njombe. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam DAWASA imebainisha kuwa katika kipindi cha kuanzia mwezi Julai 2021
DAWASA imeendelea na utekelezaji wa miradi zaidi ya 25 yenye thamani ya shilingi bilioni 987.6 ili kuhakikisha wakazi wote wa mkoa huo wanapata huduma ya maji safi na salama. Mwandishi wetu Pendo Mangala kutoka Dodoma anatuarifu zaidi. Hayo yameelezwa hii leo jijini Dodoma na kaimu afisa mtendaji mkuu wa mamlaka hiyo, Mhandisi Mkama Bwire, wakati akielezea mafanikio na mwelekeo wa miaka 4 wa serikali ya awamu ya 6. Kazi inaendelea, miradi hii imefikia 54%, tuko nayo kwenye maeneo mbalimbali na matarajio yetu kufikia ndani ya mwaka huu mwishoni basi miradi hii iwe imekamilika na kuanza kutoa kusudi tuwe na maeneo mbalimbali. Tumeongeza uwezo wa kuzalisha huduma ya maji. Kabla ya miaka 4 iliyopita uwezo wetu ulikuwa ni kuweza kuzalisha lita milioni 500.5 kwa siku. Lakini katika kipindi hiki tumeongeza zaidi ya lita milioni 34 na 100,000 kwa siku. Sasa tuna uwezo wa kuzalisha lita 534,600,000 kwa siku. Kwa hiyo ukiweza kuona kwamba kuna hatua kubwa ambayo imepigwa kwenye eneo hilo, ingawa bado kazi inaendelea kuhakikisha tunafikia mahitaji tunayotarajia. Sanjari na hilo, afisa mtendaji huyo ametaja changamoto 8 inazokutana nazo katika utendaji kazi wake, ikiwemo madeni na mahitaji makubwa ya fedha kwa ajili ya uwekezaji ili kufikia malengo. Moja ni kimsingi ni mabadiliko ya tabia nchi. Lakini mabadiliko ya tabia nchi ndio hivi kukauka kama vyanzo vya maji. Kwa hivyo vikitokea kimsingi na tuasili kubwa katika utoaji wa huduma ya maji, lakini serikali imeona ndio inajenga kama mabwawa haya ya kuhifadhi maji ili kuhakikisha kwamba zinapotokea hali kama hizi basi tunakuwa na alternative ya kuweza kusaidia huduma ya maji inaendelea. Lakini pende tuendelee kuomba kushirikiana na waandishi wa habari kuendelea kutoa elimu ya kulinda vyanzo vya maji kusudi hizi huduma tunazozitoa na kazi kubwa ambayo serikali inaifanya kuweza kuhakikisha huduma ya maji inakuwa endelevu. Asante sana Pendo Mangala kwa taarifa hiyo. Taasisi mbalimbali pamoja na wananchi wa halmashauri ya wilaya Mbarali mkoani Mbeya wametakiwa kuweka utaratibu madhubuti kuhakikisha wanakuwa na mpango wa kumiliki ardhi kwa kukata hati miliki ya maeneo yao. Taarifa ya Daniel Simelta kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Afisa ardhi wa halmashauri ya wilaya Mbarali Emiliana Chami ameyasema hayo wakati wa kutoa elimu ya msaada wa kisheria kwa wananchi wa kata Ubaruku na kuwataka wananchi pamoja na taasisi mbalimbali zilizopo katika wilaya ya Mbarali kuhakikisha wanamiliki ardhi kwa kukatia hati za maeneo hayo. Rai yangu kwa Watanzania wote hasa wana Mbarali na washauri na wasii wamilikishe ardhi zao zote, wananchi binafsi, taasisi zote za kidini na kiserikali na makampuni yote yamilikishe ardhi yao ili kuondoa migogoro ya ardhi katika nchi yetu ya Tanzania kwa ujumla. Migogoro ya ardhi inaletwa na kutokuwa na nyaraka inayoonyesha kwamba ardhi hii ni mali ya nani. Ili uthibitishe umiliki lazima uwe na hati miliki. Kwa upande wake mratibu kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, Wakili Seti Mapunda, amezungumzia changamoto nyingi walizokutana nazo katika ziara hiyo, huku wakili wa kujitegemea amezungumzia hali ilivyo kwa wananchi wa maeneo hayo. Migogoro mingi ambayo tumebaini katika masuala mazima ya migogoro ya ardhi, tumebaini ya kwamba watu wengi wananunua maeneo ya urithi au maeneo ya familia au maeneo ya ukoo kwa kushindwa kufuata utaratibu wa kujua ni nani hasa ambaye anatakiwa kisheria kuuza maeneo haya. Vile vile tumebaini ya kwamba wanunuzi wengi wa maeneo ya ardhi hususani katika mkoa huu wa Mbeya, halmashauri ya Mbarali, wanunuzi wengi wananunua maeneo bila kufanya uchunguzi na kujua mmiliki halali wa maeneo. Tumewapa elimu wananchi ni namna gani wanaweza kuepuka migogoro hii ya ardhi. Yaani wanatakiwa kufanya uchunguzi kabla hawajanunua maeneo haya. Migogoro mingi sana ya ardhi ambapo watu wengi wanagombania na kuhusigana kuhusu ardhi. Kama tunavyojua sisi wilaya yetu hii kwa asilimia kubwa vijiji vingi tumezungukwa na hifadhi, ambapo saizi ya mambo ya hifadhi yamekuwa ni changamoto. Wananchi wengi hawakupata elimu kuhusu masuala mazima pale serikali inapoamua kutaka kutoa ardhi, kwa mfano kama hizo ardhi za TANAPA. Hata hivyo, wananchi wamekiri kuwepo kwa mabadiliko makubwa kutokana na elimu ya msaada wa kisheria waliopatiwa na watu wa elimu hao. Nimenufaika na hii elimu ya msaada wa sheria hasa upande wa kina mama, kwamba wanawake tumeolewa, tumekaa, hatuna vyeti vya ndoa, yani hatuna uthibitisho wote.
lakini mtu anajiita mimi ni mke wa mtu, lakini kumbe si kweli. Mke wa mtu ni yule ambaye mwenye cheti cha ndoa na ambapo ataweza kudai haki zake za kimsingi za mirathi. Iliyotolewa hapa imenisaidia kujua haki zangu za msingi, imenisaidia kujua pia mgogoro juu ya ardhi, hususani maeneo yetu yale ya kuweka mipaka. Imenisaidia kujua upande wa mirathi. Nikiripoti kutoka halmashauri ya wilaya Mbarali mkoani Mbeya, mimi ni Daniel Smelta, TVE Habari. Asante sana Daniel Smelta kutokea Mbeya. Hali ya uanzishaji njia za malipo kidijitali katika maeneo ya biashara nchini imeongezeka kwa kasi, hasa kufuatia maendeleo ya teknolojia, hali ambayo imewezesha pia uchumi wa kidijitali nao kuendelea kukua na hivyo kusaidia katika kuchangia mapato ya serikali. Taarifa zaidi na Goodluck Msola. Hayo yameelezwa jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa njia ya malipo ya kidijitali ya Lipa Chapchap kutoka benki ya Exim nchini Tanzania, ambapo kupitia kwa mkuu wa kitengo cha wateja binafsi na wakati kutoka benki hiyo Andrew Limo amesema kasi hiyo inaendana na azma ya serikali ya Tanzania ya kuhamasisha matumizi ya njia za malipo ya kidijitali ili kulinda usalama wa fedha. Jambo muhimu sana kwenye hii huduma ni kuongeza uchumi wa Mtanzania akiwa yule mfanyabiashara. Jambo moja kubwa lenye tija kwenye hii huduma ni kwamba ukiwa mfanyabiashara ambao unapokea malipo kidijitali, hakuna gharama yoyote unakatwa katika kupokea yale malipo. Kuna huduma nyingine unachajiwa kwa ajili ya kupokea ile huduma, lakini kwenye hii huduma ambao pia serikali alikuwa ni mdau mkubwa katika kuhakikisha kwamba anasukuma miamala ifanyike kidijitali, ilikuwa ni azma toka mwanzo kusema kabisa mfanyabiashara asitozwe gharama yoyote. Kwa upande wake Silas Matoi, mkuu wa njia mbadala za kidijitali kutoka benki ya Exim Tanzania, amesema licha ya njia mbalimbali za malipo kuendelea kukua, pia njia hizo zimekuwa salama na rahisi kwa watumiaji. Mteja wetu tunampa service nyingine ambazo vile vile akaweza kuhakiki kwamba hiyo hela imeingia kwake, kwa sababu hela inaingia kwenye account, lakini vile vile anapata SMS ama ujumbe mfupi unaosema kwamba hiyo hela imeingia, lakini anaweza vile vile kwa kutumia mobile banking yetu ama internet banking yetu akaangalia statement yake hapo hapo akaiona. Sasa sisi tuna mobile banking, kwa hiyo mteja atakuwa na mobile banking yake ambayo anaweza kaingia na akaona ule muamala ambao amelipwa na mtu. Kwa hiyo inamhakikishia zaidi ama inampa uhakika kwamba hela imefika, kwa sababu hela pamoja na kupata message ya ujumbe mfupi hapo hapo, lakini vile vile na hela kipindi hiko inakuwa imeingia moja kwa moja kwenye akaunti yake. Naye Stanley Kafu, mkuu wa masoko na mawasiliano kutoka Exim, amesisitiza swala la elimu kwa wananchi wa Tanzania juu ya umuhimu wa malipo ya kidijitali ili kuchangia mabadiliko kwa wananchi hao katika matumizi ya kidijitali katika kufanya miamala. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM mkoa wa Geita, Manjale Magambo, amelitaka serikali kuhakikisha kuwa vikundi vya vijana wa vijijini vinapata mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri ili kuwasaidia kujikwamua kiuchumi. Taarifa ya Joel Maduka inasoma studio na Nancy Ibrahim. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo ya Joel Maduka. Akizungumza katika ziara yake wilayani Mbogwe, Manjale amesema ni muhimu kuhakikisha kuwa hakuna ubaguzi katika utoaji wa mikopo hiyo, kwani vijana wote wana haki sawa ya kunufaika na fursa za kiuchumi zinazotolewa na serikali. Ambacho kilipewa mikopo ya milioni 8 kutoka kwenye halmashauri yetu. Na sisi kama vijana wa mkoa wa Geita tunaona mikopo hii haitoshi. Tunatamani na tunahitaji, na ndio shauku ya Daktari Samia Suluhu Hassan, vikundi vingi vya vijana hasa wa vijijini wapate mikopo hii, tukitambua huku maeneo ya vijijini ndiko kuna uzalishaji wa chakula kingi. Tukiwapa vijana wengi mikopo huku, wataweza kwenda kuwekeza kwenye kilimo, watazalisha, watauza, watapata kipato.
Kwa upande wake, kaimu mwenyekiti wa UVCCM wilaya Mbogwe ambaye pia ni mjumbe wa halmashauri kuu ya wilaya hiyo, Pius Lukaga, amempongeza Manjale Magambo kwa juhudi zake za kuwahamasisha vijana kuchangamkia fursa za kiuchumi kupitia mikopo hiyo. Umekuwa na hoza mzuri ambao chombo cha umoja wa vijana ndani ya mkoa wa Geita utakipeleka salama. Na hii sio mara ya kwanza. Mwaka 2018 mimi nilikuwa kijana ambaye sijui hata kusema CCM oye. Lakini kwa sababu nilikuona wewe na kazi kubwa unazifanya, wakati ule tulikuwa na mzee wako Shija alikuwa anaendesha gari ya kama nilikuwa naanza kujifunza kusema CCM. Baada ya kuona wewe ukiwa mwenyekiti wa vijana wilaya ya Geita mjini, na hatimaye mpaka sasa mimi ni mjumbe wa kamati ya siasa. Naye diwani wa kata Lulembela, Deus Liakando, amesema kata hiyo imepata mafanikio katika miradi ya maendeleo hususan sekta ya elimu na afya kutokana na usimamizi mzuri wa rasilimali. Kata alizotembelea ni Lulembela, Ikungigazi, Ikobe, Isebia na Ilolangulu ambako amekutana na wanachama na viongozi wa chama ili kusikiliza changamoto zao na kuweka mikakati ya maendeleo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Godwin Mawanja. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa hii ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Serikali yasisitiza kuendelea kuweka mazingira bora ya biashara na uwekezaji kuvutia wawekezaji wa kimataifa.